له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد, awali ya yote tuchukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye mpaka siku hizi lazilna hayaan, bado tunapumua na tumeingia musimu wa kheri, musimu wa Dhulhijja. Inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha 4 hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir al-aya. Katika sura Tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema idadi ya miezi kwake ni 12, miongoni mwayo kuna miezi 4 mitukufu, na katika miezi hiyo tumeaswa tusizidhulumu nafsi zetu kwa kutenda vitendo viovu na vichafu ndani yake au kutotilia maanani kheri nyingi ambazo zinapatikana ndani yake. Miongoni mwao leo tuko katika mwezi wa Dhulhijja, na ndani ya Dhulhijja kuna masiku 10 matukufu sana katika masiku ya dunia, na tumezoea mwezi wa Ramadhani ndo mwezi mtukufu kutokamana na matukufu yake, lakini siku hizi zinashindia mpaka zile siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani, labda tu zile 10 za mwisho, labda siku ya Lailatul Qadr na zile siku za mwisho zile, lakini ni masiku matukufu sana haya, kiasi ambayo yameapiwa ndani ya Qur'an. Qala Allah Ta'ala, kwa nasi ya aya Allah mtukufu anasema wal fajr, ninaapa kwa wakati wa alfajiri, wa layalin ashr, na ninaapa kwa siku 10 za Dhulhijja, wa shafi'i wal watri, na ninaapa kwa namba shufa na namba witiri, au kwa namba 22 na namba 11. Ulama wa tafsiri wanasema inna Allah la yuqsimu illa bi'adha'imil umur, Mwenyezi Mungu huwa haapi isipokuwa huwapa na vitu vikubwa na mambo makubwa, mara nyingi kiboko yake inakuwa ni wakubwa. Innal 'adhaima fuha al-'udhama. Sura hii, Suratul Fajr, ni sura ambayo imeshuka kile kipindi cha mateso kuzidi pale Maka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaonesha watu wa Maka, watu wa Adi na Thamud na watu wa Firaun yalowakuta. Sababu watu wa Maka walikuwa wanapinga adhabu ya Allah, ya Allah akaonesha kwa kushusha sura hii, lakini pia ikatumika na za kuapia hizi. Hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha afdal min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr al-awail min Dhul-Hijja. Anasema hakuna siku yoyote matendo mazuri yana ubora na yanapendeza kwa Allah kama matendo ambayo yatakayofanyika ndani ya siku hizi za Dhul-Hijja. Hizi siku ni tukufu sana. Kwa hiyo matukufu yake, siku yake ya kwanza kabisa, na siku yake ya kwanza kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafara sayyidina Adam al-bashar. Allah Adam alipewa amri asile mti fulani peponi, lakini binadamu alipitia fa'asa rabbahu faghawa, akateleza akaasi, lakini baada ya kuasi kule akaondolewa peponi, akaambiwa kitu ni majumia, tokeni hapa. Akukaa hivi alirudia akisema Rabbana, e Mola wetu mpenzi, hakika sisi dhalamna anfusana wa illa taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Fataba Allah
Mungu alimsamehe kwa maneno kama yale, basi siku hiyo aliyosamehewa ni mwezi mosi ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo tutazitaja siku zenyewe zitakuwa ni siku gani, ambayo ni mwezi katika mwezi wa Dhulhijja, ambayo kwa mwaka huu 2025 Dhulhijja tunatarajia kuwa mfungo mosi au tarehe moja ya Dhulhijja itakuwa sawa na tarehe 28 mwezi wa 5 2025. Hii ni siku mzee wetu Adam alipata msamaha. Wacha tuelezee kwanza fadhila ya kuelezea tarehe, lakini jambo la pili, siku yake ya pili Nabii Allah Yusuf alisongwa na wanawake mpaka akajiombea Mungu apelekwe jela, jela sijini bid'a sinina, kama miaka mingi, na aliomba Mungu na Mungu alikuja kumtoa. Siku ya pili katika haya masiku 10 Nabii Allah Musa istijaba Allah sayyidina Yusuf. Nabii Yusuf alikubaliwa dua yake. Nabii Allah Yusuf alikubaliwa dua yake aliyomuomba Allah. Lakini pia siku yake ya tatu Nabii Allah Zakaria aliomba mtoto kwa miaka mingi sana. Aliomba mtoto, basi mwezi tatu kwa masiku haya Mwenyezi Mungu alimkubalia dua yake kama mtoto anaitwa Zakaria. Lakini pia sambamba na yote hayo, mwezi 4 yake siku inayofuatia alizaliwa Nabii Allah Isa, na kuzaliwa kwa Nabii Isa ni jambo kubwa lilikuwa katika ulimwengu. Lakini siku inayofuatia ya 5 ndani yake alizaliwa Nabii Allah Musa, na Nabii Musa ni katika ulul azmi na rusul. Ukijua siku hizi ni tukufu zaidi, ukija siku ya 6 ni siku moja kubwa sana. Ni siku ambayo fataha Allahu abwabul khair li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunguliwa kheri zote Mtume na nani zake. Lakini pia siku ya 7 ni siku ambayo ni ya hatari sana kwa uzuri wake. Tuli kujamii abwabu jahannam. Ni siku ambayo milango ya dhiki 30, milango ya mitihani na ibtilaya na unyonge na shida na madeni 30 ya jahannam inafungwa. Alafu pia inafunguliwa milango 30 min al-farji lis-sa'imin, milango ya faraja kwa kila atakayezifunga siku hizi. Kwa kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna nas hata moja ilikuja kwamba hizi siku alikuwa akizifunga. Ila nasi moja katika hadithi ya Sayyida Aisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana, mpaka tunasema hapo kuja kufutaja. Mtume ni mtu wa kufunga, alipofunga anafunga tu. Kwa hiyo alikuwa akifunga sana. Ile kwamba akifunga si kwamba Shaabani kwa, alikuwa akifunga sana. Kwa hiyo pekine na haya alikuwa akifunga. Lakini wanawazuoni wetu wanasema pamoja na kuna nasi miongoni mwa hili kufunga, basi watu wafunge hichi kipindi hicho, watu wafunge kipindi cha Dhulhijja. Kwa hiyo pia vile na siku nyingine itakuja ni siku ya Tarwiyah ambayo ni siku ya Arafa. Hii siku tusiiwache. Siku yake hii mtu ambaye atakayefunga atapata ofa ya madhambi ya miaka 2 qadim, madha wa qadim, mwaka uliopita na mwaka ujao, sawa, au madhi au baqi, naweza ukasema hivi. Na siku nyingine itakayokuja itakuja siku ya Eid al-Umri ile ambayo kwa sasa kinachotakiwa kufanyika katika kipindi hiki cha haya masiku 10 haya, afdal a'mal min 10 min Dhulhijja at-tawbatu as-sadiqa, tawbatu nasiha. Hichi ni kipindi ambacho watu wafanye toba za
walazmu ala tarki almaasiya, na kuazimia kuacha uasi. Lakini pia wanachuoni wamependelea qiraatul Qur'an Karim. Kipindi hichi watu wajitahidi sana kusoma Qur'ani kweli kweli, lakini na sala za faradhi wasiache sala za faradhi. Lakini pia wajibidishe sana na dhikri, tasbihi mbalimbali, lakini na kutoa sadaka na kuunga kizazi na kufanya takbira kwa wingi kabisa. Kuna baadhi ya adhkari ambazo zimesisitizwa kipindi hizi zifanyike, miongoni mwao la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata. Sababu ya nini? Kwa sababu ya kutaka rahma na maghfira, Sasa siku hizi tunatarajia ziwe kama ifuatavyo. Jumatano itakuwa ni tarehe 1 ya Dhulhijja sawa na tarehe 28 mwezi wa 5. Alhamisi itakuwa tarehe 2 Dhulhijja sawa na tarehe 29 mwezi wa 5. Lakini Ijumaa itakuwa ni tarehe 3 ya Dhulhijja ambayo itakuwa ni sawa na tarehe 30 mwezi wa 5 na kuendelea. Kwa hiyo hesabia hiyo kalenda mpaka inavyoshuka chini. Sisi tumekusudia katika zawia yetu hii, hizi siku tumeziona zina ubora mkubwa sana. Kama zina ubora mkubwa, si za kuacha hizi, hatutaki kuziacha hata kidogo, bali tutafanya dua, na dua zetu tutazifanya mchana na usiku, na dua zetu tutaanzia kuanzia kesho insha Allah. Wale wote ambao washawahi kuja kukesha hapa sababu ya maibilisi kuwasumbua, basi tunawatangazia insha Allah hizi siku 10 zote. Kwanza saumu ni hizi siku 10 zote, tutafunga siku zote hizi. Ratiba itakuwa hivi: asubuhi katika zawia yetu tutafanya dua kwa mfumo wa tiba, zitasomwa ruqya kwa wale watu wote wenye maradhi. Lakini na sisi tutajibidisha na kusoma Qur'ani na kutembelea ndugu na jamaa. Ndio, umeona? Tumeshafahamiana vizuri Tutafanya tiba huu mchana huu kwa kiasi kikubwa sana. Hilo ni jambo litakalofanyika. Lakini jambo la pili ambacho kitafanyika siku zote kuanzia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi tena, Ijumaa ndio itakuwa Idi. Hizi siku zote hizi tutafanya mikesha mikubwa sana ya usiku. Tutajitahidi kila mtu mmoja amsalie Mtume mara 5,000 au mara 10,000 sallallahu alaihi wasallam. Tunatarajia tutafanya kiamu kikubwa kuliko tulichokifanya 10 la mwisho la Ramadhani. Tunatarajia tutafunga siku zote. Tunatarajia kila siku tuhitimishe Qur'ani juzuu 2, juzuu 3 mchana wake, na usiku kufanya sala nyingi za Mtume, lakini pia na sala ndefu. Na karibia siku zote hizi tutajitahidi kujiliza kumlilia Mwenyezi Mungu rehema zake. Kwanza sisi wenyewe atukubali, lakini pia mbali ya kutukubali atufungulie mambo yetu sisi pamoja na ninyi. Katika utaratibu wa dua zetu hizi, miongoni mwa siku katika hizi siku hizi tutakwenda kufanya kule nje ya mji kwenye lile jengo la Wasa. Kule tukifika kule, hapa tutafanya dua za ijtimaia za pamoja. Kule tutakwenda kufanya dua za infradia kwa sababu watu watakuwa washazoea tunachokifanya katika nyiradi. Kwa hiyo tukifika kule, pengine saa nyingine mtu kukaa infradia ikhlasi ikazidi. Lakini pia lazima nasi tutafanya kichinjo kikubwa, kwa sababu matendo haya yanaandamana na kichinjo. Inshallah Allah akituwafikia tutampa ng'ombe, ikiwezekana si mmoja. Kwa hiyo na wewe unaweza ukaungana na sisi katika vichinjo siku hizo zaidi. Lakini pia kama ushawahi kuhitaji dua katika zawia yetu hii, katika kituo chetu hichi, ndio kipindi sasa cha kuhitaji dua kwa wingi sana. Tunakuomba uhitaji dua, tuagizie majina yako yote,
Lakini pia istosheke hapo, piga simu ili uhakikishe majina tumeyapata. Lakini pia unaweza ukatuma kwa comment majina, tutatizama. Lakini pia kama kwa namba zetu ambazo zitapita hapa ukituma majina itakuwa ni bora sana. Hizi siku 10 ni siku aula. Kauli mbiu yetu tunasema la aisha illa aishul akhirah. Hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhira. Tutaiombea akhira itengenezeke. Lakini pia wala tansa nasibaka minad dunya. Lakini pia usisahau fungu lako katika dunia. Kwa hiyo kauli yetu mbiu, tuichume akhira, tuitafute dunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Lakini baada ya kupewa dunia, nasi tufanye vizuri, tuishi na watu kwa uzuri kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotufanyia vizuri. Kwa hiyo kwa dua hizi na imani binafsi mimi nitakumbukiwa, na vijana watakaoshiriki na wazee watakaoshiriki dua hizi wote watafanikiwa, na hata nyinyi mliokuepo huko, wallahi thumma wallahi wa billahi wa tallah, insha Allah kwa safari hii tutafanikiwa, kwa sababu hizi siku ni kubwa sana. Kwa sababu sio kushangaa sisi, kwanza zimeapiwa ndani ya Qur'an, kiasi ambayo yale masiku ya Ramadhani hayakuapiwa kiasi hicho kama haya, mwanzo wa sura kabisa. Lakini mbali ya yote, sahaba walivyoona zimeongezewa uzito wake hizi siku, wakauliza hata jihadi ya Rasulullah, hata jihadi haioni ndani? Asema wala aljihad fi sabilillah, hata jihadi haioni ndani? Mtume sema wala aljihad, hata yule mtu aloenda jihadi amfikii mtu atakayefanya sadaka yake katika siku 10 hizi, mtu atakayeenda jaula katika siku 10 hizi, mtu atakayesali qiyamul layl katika siku 10 hizi, illa rajulun, labda mtu ambaye kharaja bimalihi wa nafsihi, ameenda fi sabilillah na mali yake na nafsi, alafu alipofika kule vyote vikapotea, kafa na mali imepotea, ndio atashabihiana na huyu. Kwa hiyo nataka kusema hivi, hizi sio siku za mchezo. Kwa hiyo wewe unaotizama klipu hii, ni mkono wa Allah mpaka hata ukaipata klipu hii, usidharau, usiache ikapita hivi, msambazie mwenzio. Kwa hiyo nakupromise inshallah utafanikiwa, na sisi tulokaa hapa pia tutafanikiwa, na mimi mzungumzaji. Lakini sasa narudia kauli mbiu, hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhera. Lakini akhera ikishakaa vizuri, dunia itakunjuliwa. Ni wajibu wetu si kumwomba Allah atengeneze dunia. Sasa baada ya kutengenekea dunia yetu, ni kukumbushe wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, na sisi tufanye vizuri kama vile Allah atakavyotufanyia vizuri. Idha jaddat alayka dunya fajur biha ala nas, dunia ikikupa uso ukikwendea vizuri, ifanye iwe vizuri kwa majirani, iwe vizuri kwa ndugu na jamaa, iwe vizuri kwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo shimeni tutake dua endapo na wewe mwenyewe umekubali kubebwa. Maana mtu akikubeba na wewe unajikaza ubebeke vizuri. Wewe tusaidie kukithirisha saumu kama sehemu yako vizuri. Lakini pia kama huwezi kufunga saumu, kithirisha hata kutoa sadaka zako. Lakini pia jitahidi siku hizi, simama na sisi usiku inshallah. Tutakuombea sisi, na wewe pia ujiombee. Na mambo mengine uyafanye, yale mambo makubwa. Kipindi hichi jitahidi sana kutembelea ndugu na jamaa, kuwakumbuka marehemu waliotangulia mbele ya haki. Kipindi hichi nenda kakae na mayatima, piga nao picha, kula nao, nyanyua mikono wa kuombea dua, washike zile nywele zao. Yani kipindi hichi kila mlango wa kheri usiuache, kullu mursadin, kila kichochoro usikiache cha kheri. Baada ya kuyasema hayo, situmai klipu yetu hii ndefu, manake ni kauli taarifa tu basi khalas. Wasiliana na sisi moja kwa moja kwa namba hizi hapa. Tupigie namba hizi upate dua, nasi tunaanza kujikoki kesho insha Allah, na matangazo haya yatakuwa yanarejeshwa mara kwa mara. Chukua namba zingine hizi, kwa sababu dunia ina watu wengi, hizi zitaenea insha Allah kwa wale watakaowafikia. Jitahidi sana kuomba Mungu, jitahidi sana
pengine hizi siku 10 Allah akatengeneza mpaka sikukuu, ikifika ushapata nyumba yako, ushapata gari yako, ushapata sheria zako, ushampata umpendaye umtakaye. Sisi tumejiandaa kwa ajili ya kukuombea Mungu wewe pamoja na sisi. La una uwezo wa kuja hapa kabisa, basi inshallah njoo Tanzania, Dar es Salaam, Buguruni, Rozana, ujoini pamoja na sisi. Lakini tunarudia tena, wale watu safari hii itakuwa ni safari ya ruhusa maalum, waliokuwa akija kukesha usiku hizi siku 10 waje bila kimeme inshallah, waje bila kimeme, sababu na kesho ya usiku. Basi mke akija na mumewe itakuwa vizuri, lakini kiusalama watachunguzwa, watapekuliwa, wakionekana ni watu sahihi basi wataingia inshallah. Na tambihi, wale ambao watakao kuja kukesha hapa wasivamie tu usiku, wapitie mapokezi kwanza, wapate utaratibu ule kuingia juu. Lakini hapo hapo, kwa sababu ni kipindi cha kheri, watu wote ambao watakesha usiku na wahusia ikiwezekana wasiache kutoa sadaka kila wanapokuja usiku. Kila wakija usiku kwenye kiamu hiki watoe sadaka, kwa sababu sadaka zile zitakusanywa, alafu siku ya Idi pengine zitaingizwa kwenye kichinjo, na wewe ukajikuta umeshiriki makesho wa usiku, umeshiriki kuchinja. Kwa sababu kuchinja bwana kupo, na tunachinja kwa mambo mengi. Tunachinja kwa ajili ya hakika, tunachinja kwa ajili ya nadhiri, lakini bwana asili ya chinjo ilikuwa ni Idi hii. Hii ndo asili ya vichinjo vyote, kwa sababu baba yetu wa imani Nabii Ibrahimu alitaka kuchinja mtu, kumchinja mwanae kipindi hichi. Kwa asili ya kichinjo, kuchinja si halali ya waganga, kuchinja ndo Uislamu. Lazima tummiminie Allah damu. Huenda inshallah kheri, mambo yetu yakawa sawa.